Utabiri wa nyota yako leo Ijumaa tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Siku ya leo inakuhimiza kuzingatia usawa kati ya hisia zako na hatua zako za kimatendo. Katika kazi siku hii ya leo, kutoka kwa nguvu ya Mars, leo unapata motisha ya kuchukua hatua kubwa. Hata hivyo, tafakari kabla ya kuchukua hatua ili kuepuka maamuzi ya haraka. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ukweli na mawasiliano ya wazi vitakuwa na umuhimu mkubwa leo. Epuka kuleta siri katika uhusiano wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo ni siku nzuri ya kufanya uamuzi mzito wa kifedha, lakini hakikisha umeangalia kila upande wa suala hilo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hakikisha unafanya mazoezi ya kupunguza msongo wa mawazo, yoga au kutembea kutakuwa na manufaa makubwa. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni sandalwood, manukato ni amba. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo utajikuta ukiwekwa katika nafasi nzuri ya kujenga misingi imara ya kifedha na kimaisha. Katika kazi siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kufanya maamuzi ya kimkakati. Hakikisha unazingatia maoni ya wenzako ili kuleta mafanikio. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, Venus inakupa mvuto mkubwa leo. Kuwa na subira na usikivu kwa hisia za wapenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kupanga na kurekebisha bajeti yako. Hakikisha unahakikisha usalama wa kifedha kwa muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, lazima uwe makini na kula vizuri na kufanya mazoezi. Angalia lishe yako ili kuwa na nguvu na afya njema. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni pachol, manukato ni rose. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 10 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya 3 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Siku ya leo inakuhimiza kuzingatia ushirikiano na watu walio karibu nawe. Mawasiliano ni ufunguo wa siku hii. Katika kazi siku hii ya leo unaweza kufaidika kutokana na ushirikiano na wenzako. Wazo jipya au mradi wa pamoja unaweza kuleta matokeo mazuri. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, fanya mazungumzo ya dhati na wapenzi wako. Usiruhusu ufahamu mdogo kuathiri uhusiano wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa mpya za kifedha ziko karibu, lakini hakikisha unachukua hatua kwa makini ili kujua ni fursa zipi za kuwekeza. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pumzika vizuri ili kuzuia uchovu wa akili. Hakikisha unapata muda wa kutosha wa kulala. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni lavender, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo unashauriwa kutumia muda na kufikiria malengo yako ya baadaye na jinsi ya kuyafikia.
Katika kazi siku hii ya leo usijikite kwenye kazi za haraka, epuka kufanya maamuzi ya kimzaha, tafakari kwa kina ili kufanikiwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo watu muhimu katika maisha yako wanahitaji usikivu na upendo wako. Kuwa na huruma katika mahusiano yako. Upande wa kifedha siku hii ya hakikisha unapanga bajeti yako na matumizi yako. Epuka matumizi yasiyohitajika. Upande wa kiafya siku hii ya meditation au matembezi ya utulivu vitasaidia kukufanya uwe na nguvu ya kiakili. Rangi ya bahati ni nyeupe, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni chamomile, manukato ni kokonati. Saa nzuri siku hii ya ni saa 11 kamili jioni hadi saa 1 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya ni nyota ya samaki na nyota ya nge. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni wakati mzuri wa kujidhihirisha na kuonyesha uongozi wako kwa wengine. Uwepo wako utaleta mabadiliko. Katika kazi siku hii ya leo utajikuta ukiwa kiongozi bora, hivyo hamasisha na chochea wenzako kufanya kazi kwa umoja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo mpango wa pamoja na wapenzi wako utaleta furaha. Usikivu wako utaimarisha uhusiano. Upande wa kifedha siku hii ya leo ni siku nzuri kwa kufanya uwekezaji wa muda mrefu. Hakikisha unapata ushauri mzuri kabla ya kufanya maamuzi ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya kula vyakula vyenye virutubisho na fanya mazoezi ili kuongeza nguvu zako. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni 1, mafusho ni cinnamon, manukato ni muski. Saa nzuri siku hii ya ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo unahitajika kuangalia kwa umakini maisha yako ya kifedha na kifamilia. Fanya maamuzi ya busara. Katika kazi siku hii ya leo fanya kazi za kina na jitahidi kuwa makini na kila kitu utakachokifanya. Ufanisi unakuja kwa kujitolea. Upande wa kimapenzi siku hii ya huduma yako kwa wapenzi wako itajenga uhusiano imara leo. Tafakari kwa kina kabla ya kusema lolote. Upande wa kifedha siku hii ya leo ni siku nzuri ya kupanga na kufanya mabadiliko ya kifedha. Hakikisha unahifadhi na kupanga matumizi yako vizuri. Upande wa kiafya siku hii ya fanya mazoezi ya mwili na akili ili kujiweka katika hali nzuri ya afya. Rangi ya bahati ni beige, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni eucalyptus, manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo utahisi kuwa na nguvu ya kupambana na changamoto na kuleta mabadiliko muhimu katika maisha yako. Katika kazi siku hii ya tumia ustadi wako wa kujenga mawasiliano ili kufanikisha malengo yako kazini. Usikatishwe tamaa hata kama mambo hayaendi kama ulivyotarajia. Upande wa kimapenzi siku hii ya hali yako ya ndani itasaidia kuwavutia watu wa karibu nawe. Leo ni siku nzuri ya kujenga uhusiano mpya au kuimarisha ule wa zamani. Upande wa kifedha siku hii ya kuna nafasi nzuri ya kupata kipato cha ziada au fursa mpya za kifedha. Hata hivyo, fanya maamuzi ya kifedha kwa umakini na usiwe na shinikizo. Upande wa kiafya siku hii ya jitahidi kufanya mazoezi ya mwili ili kujiweka katika hali nzuri ya afya. Unahitaji kupumzika zaidi ili kufufua nguvu zako. Rangi ya bahati ni blue,
Nambari ya bahati ni 3, mafusho ni rose, manukato ni lavender. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo nashauriwa kuwa makini na maamuzi yako ya kimhemko na kuepuka kuwa na mtindo wa kulazimisha mambo. Katika kazi siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kukabiliana na kazi zako zinazohitaji umakini mkubwa. Hakikisha unazingatia maelezo ya kila jambo kabla ya kuchukua hatua. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mawasiliano ni muhimu katika mahusiano yako leo. Weka wazi hisia zako kwa mpenzi wako ili kuepuka kutokuelewana. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa mpya za kifedha zinaweza kujitokeza, lakini lazima uwe mwangalifu na uwe na mipango ya muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, epuka kujisikia uchovu kwa kujenga utaratibu wa kupumzika. Meditation itakusaidia kujiweka sawa kimahaba na kimwili. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni 8, mafusho ni frankincense, manukato ni mirhi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 6 kamili mchana hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo utahisi hamu ya kugundua mambo mapya na kupata uzoefu mpya. Unachohitaji ni kuzingatia malengo yako na kufufua ndoto zako. Katika kazi siku hii ya leo, uwezo wako wa kuchukua hatua na kuhamasisha wengine utakuwezesha kufanikiwa. Tumia nguvu zako kutekeleza mipango yako kwa njia bora. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mawasiliano ni muhimu kwa leo. Ongea na mpenzi wako kwa uwazi ili kuzuia migogoro. Upande wa kifedha siku hii ya leo, unahitaji kuzingatia matumizi yako na kuepuka kuchukua hatari kubwa za kifedha kwa sasa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya mwili ili kupunguza msongo wa mawazo. Kuendelea na ratiba ya lishe bora ni muhimu leo. Rangi ya bahati ni rangi ya machungwa, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni sandalwood, manukato ni cinnamon. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 7 kamili mchana hadi saa 9 kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo nahitaji kutumia akili yako ya kimkakati ili kufikia malengo yako. Fanya kazi kwa bidii lakini usiache kupumzika. Katika kazi siku hii ya leo, hali ya kazini inaweza kuwa na changamoto leo, lakini utapata mafanikio kwa kutumia nguvu zako na kutekeleza mipango yako kwa umakini. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kuonyesha upendo wako kwa vitendo na sio kwa maneno tu. Mahusiano yako yatakuwa kwa kuwasaidia wapenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia mapato yako na matumizi yako kwa umakini. Panga bajeti yako vizuri ili kuepuka matatizo ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili yatakusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Rangi ya bahati ni shaba, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni cedarwood, manukato ni bergamoti. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 2 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya ng'ombe. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo unahitajika kutumia mawazo yako ya kiubunifu
kutatua changamoto zinazokukabili. Utafanikiwa kwa ubunifu na maarifa yako. Katika kazi siku hii ya leo utapata mafanikio kwa kufanya kazi kwa kushirikiana na wenzako. Mawazo mapya yatakuletea mafanikio. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo unapokutana na mtu mpya, huwa na moyo wa wazi na unyenyekevu. Hii ni nafasi nzuri ya kujenga uhusiano wa kimaisha. Upande wa kifedha siku hii ya leo ni siku nzuri ya kufikiria mipango yako ya kifedha. Hakikisha umejipanga vizuri kwa ajili ya siku zijazo. Upande wa kiafya siku hii ya jihadhari na msongo wa mawazo. Mazoezi ya utulivu kama yoga yatakusaidia. Rangi ya bahati ni bluu ya samaki. Nambari ya bahati ni 2. Mafusho ni eucalyptus. Manukato ni peppermint. Saa nzuri siku hii ya ni saa 1 kamili usiku hadi saa 3 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya ni nyota ya Mizani na nyota ya Mapacha. Tukiangazia nyota ya Samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo utajikuta ukiwa na hisia kubwa za kiroho na uwezo wa kuelewa hali ya wengine. Kuwa na huruma, lakini usiruhusu wengine kukuvunja moyo. Katika kazi siku hii ya hali yako ya kiroho itasaidia kutatua matatizo kazini. Pata ushauri kutoka kwa watu wa karibu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kuzungumza kwa upole na wapenzi wako. Hisia zako zitakuwa na nguvu leo. Upande wa kifedha siku hii ya epuka kufanya maamuzi ya kifedha kwa shinikizo. Tafakari kwa umakini kabla ya kuchukua hatua. Upande wa kiafya siku hii ya jitahidi kutenga muda kwa ajili ya kupumzika na kufikiria. Mazoezi ya kutuliza akili yatakusaidia. Rangi ya bahati ni zambarau. Nambari ya bahati ni 9. Mafusho ni jasmine. Manukato ni lavender. Saa nzuri siku hii ya ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya ni nyota ya Kaa na nyota ya Nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Ijumaa tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.